Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mpendwa, faida ya kukaa ndani ya Yesu. Yohana 15:7 inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Kumbe ukikaa ndani ya Yesu Kristo, chochote ambacho utaomba utatendewa, chochote ambacho utahitaji utatendewa kwa wakati wake Mungu. Nisikilize, ukiwa ndani ya Yesu Kristo, kwa maana wewe unafanyika kuwa mwana. Kumbuka, mtoto kwa babake, lazima baba atasikiliza mtoto huyo anahitaji kitu gani. Utaomba mara kadhaa, mwisho wa siku baba atakutimizia haja ya mahitaji yako. Kwa hiyo usipokaa ndani ya Bwana, inaweza ikawa kinyume chake. Kwa maana hiyo, kuna neema, kuna baraka, kuna vitu ambavyo utavikosa. Kwa nini? Wewe hujakaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukikaa ndani ya Yesu Kristo, lazima baraka atakumiminia kwa wakati wake, lazima atakuinua tu kwa wakati wake. Kwa hiyo mpendwa, usiogope. Mpendwa, usikatae kukaa ndani ya Bwana. Waliokaa ndani ya Bwana wana ushuhuda mwingi, waliokaa ndani ya Bwana wanajua vitu vingi. Kwa hiyo ukae ndani ya Yesu Kristo, nawe utaziona baraka za Mungu. Mimi naye kwambia, nishaziona. Wewe unayesikiza, kuna baadhi ya watu wengi wameshaziona, bado wewe kaa ndani ya Yesu Kristo. Hakika utaona baraka za Bwana mpaka utashangaa kwamba mimi jamani, nilikuwa hivi, sasa hivi niko hivi. Utatoa ushuhuda kwa watu wengine, wataona tu ni kawaida au ushuhuda, lakini huo ni ushuhuda ambao utakuwa unajivunia kuwa na Yesu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo mpendwa, kaa ndani ya Yesu Kristo, utaziona baraka za Bwana, utafurahia kuwa ndani ya Bwana. Ubarikiwe sana. Kama umebarikiwa, unaweza ukanifollow, ukalike, ukashare ili mwingine apate ujumbe. Ubarikiwe sana.